Lakini vile vile huyu mtu anayeitwa mabadiliko ya tabia nchi anaweza kupelekea mvua kuwa nyingi kupita kiasi. Mvua hizi zikaharibu miundombinu ya TANESCO, zikaharibu shule, zikaharibu madarasa, zikaharibu vitu mbalimbali, zikakusomba hata wewe mtu wa kawaida kwa kinachoitwa mafuriko. Adui huyu tena anaitwa mabadiliko ya tabia nchi anaweza pia kupelekea kukaa kuna ukame mkubwa, anaweza kupelekea kukaa kuna joto na jua kubwa katika taifa, anaweza kupelekea magonjwa mbalimbali yakaibuka yanayotokana na kinachoitwa mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa sababu umeme huu mnaouona katika taifa la Tanzania, moja ya chanzo kikubwa cha uzalishaji wa umeme huo ni maji, ambayo maji yanayopatikana kuzalishia mabwawa mbalimbali ya umeme hayazalishwi na mwanadamu, bali ni matokeo ya mvua zinazonyesha katika taifa letu na hata mataifa mengine. Lakini pia mabadiliko ya tabia nchi yakileta magonjwa mengi katika taifa, yakasababisha ukame, maana yake bwawa la Mwalimu linalozalisha umeme litakauka, bwawa la Mtera linalozalisha umeme litakauka, bwawa la Kidatu linalozalisha umeme litakauka, mabwawa Nyumba ya Mungu yanayozalisha umeme yatakauka. Itakapokauka, maana yake kitabaki umeme tunaotumia unaotokana na upepo. Lakini kwa sababu kuna mabadiliko ya tabia nchi, hata upepo unaweza kuwa haupo. Kitakachofuata, unapompeleka mgonjwa hospitali aende akapate tiba, akafanyiwa operesheni inayotokana na mitambo ya umeme, inabidi asubiri kwa sababu umeme hamna. Unapompeleka hospitali kwenda kufanyiwa huduma ya moyo, ambayo inabidi awekewe vifaa mbalimbali katika mwili wake, lakini kwa sababu huduma ya nishati hamna, itabidi mgonjwa asubiri. Watu waliojenga mochwari mbalimbali, kwa kuwa miili ya mwanadamu tunaihifadhi ili isiharibike katika nyakati tunazosubiria kujipanga kumsitiri ndugu yetu, itabidi tuanze anapokufa muda huu, tunamzika muda huu, kwa kuwa eneo la kuhifadhia hatuna. Adui huyu anayeitwa mabadiliko ya tabia nchi ana mahusiano makubwa sana na masuala ya uzalishaji wa umeme nchini. Na ndio maana baada ya kumgundua adui huyu kuwa anaweza kuwa mkubwa asiyelindwa kwa bunduki, Mheshimiwa Rais akasema, hebu tuanze kuwahabarisha Watanzania kwamba haya matumizi ya kuni na mikaa, matumizi ya nishati ambayo inasababisha kudondoka kwa miti, kukata miti na mwisho kupelekea mabadiliko ya tabia nchi, Watanzania waanze kuacha mdogo mdogo, waelekee kwenye kinachoitwa nishati safi. Mambo makubwa mawili anaweza kuwa aliangalia Mheshimiwa Rais kukabiliana na adui huyo. La kwanza, madhara makubwa yanayopatikana kwenye afya ya mwanadamu kutumia nishati chafu, kwa maana ya kuni na mambo ya mikaa. Lakini jambo la pili, aliangalia madhara ya mazingira yanayoweza kupatikana kwa sababu ya kukata miti hovyo. Mheshimiwa Rais akasema twende moja kwa moja sasa na kitu kinachoitwa matumizi ya nishati safi yanayoweza kuacha mti ukawa hai na mwanadamu akawa hai na huduma ya umeme ikawa hai. Hebu tumpigie makofi Mheshimiwa Rais kwa kumgundua adui. Adui kabla hajakudhuru, unaweza kaenda mahakamani kumtetea kwamba huyu ni mtu safi sana. Watanzania, naomba niwaeleze jambo moja. Kabla taifa la Tanzania halijachafuka, unaweza kaenda kumtetea mchafuzi wa amani, hujapata madhara ya adui huyo kukudhuru kwenye familia yako. Radha ya kibaka anaijua aliyeibiwa. Radha ya kibaka anaijua aliyeibiwa. Kwa wewe ambaye hujawahi kuibiwa, unaweza kudhani huyu kibaka ni mtu sahihi kuwepo katika mazingira yako. Lakini kibaka aliyekuibia kwa kuchoma nondo, kwa kupiga na panga,
akachukua TV au shilingi 10,000, wewe ndio unajua ladha sahihi ya huyo kibaka. Sasa kama kibaka anaweza kuharibu amani kwa muda dakika 10 na pasikalike, unaweza ukapata mantiki ya nyumba karibu 10,000 ziwe hazina chakula mchana, hazina chakula jioni, hazina chakula asubuhi, hazina chakula jioni, kwa sababu ya kinachoitwa mabadiliko ya tabia nchi yaliyopelekea ukame. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania mlioko hapa Temeke leo, kwanza tuibebe agenda ya nishati safi kama agenda kila mmoja kuweza kuiona kwamba ni agenda inayoliponya taifa, inayoliponya taifa na kumkabili adui mkubwa anayeitwa mabadiliko ya tabia nchi, anaweza kupelekea madhara makubwa kwa taifa letu. Lakini jambo la pili, tuibebe agenda ya nishati safi kama agenda kubwa ambayo inaweza kudhoofisha rasilimali watu na afya yao katika taifa, likawa ni taifa lenye mali lakini halina rasilimali watu. Wenzetu wa mataifa mengine wamebarikiwa kuwa na mali, wamebarikiwa kuwa na rasilimali watu, na sisi tuwe na mali lakini pia tuwe na rasilimali watu inayoweza kuwa na mchango mkubwa wa kuyabadili maisha ya Watanzania. Lakini zaidi pia tuwapongeze sana kwa kuja na mpango huu wa kukopesha majiko ya nishati safi. Naombeni tena tuongeze makofi mengi. Maana kina mama mko hapa, unaweza kumuomba baba hela ya kwenda kununua jiko, akwambia hebu achana nalo, kwanza jiko lenyewe ni gharama. Alafu na wewe ukajiunga kwenye huo mkumbo kwamba ni kweli jiko lenyewe ni gharama. Nataka mje niwaambie ukweli, anayeumia kwa haraka na afya ya kutumia nishati chafu ni wewe mwanamke. Mwanaume yuko huko anatafuta hela, lakini wewe uko pale ndio unayepika, na mwisho ndio unayepata athari za moja kwa moja. Na wewe mwanaume wako akiwa bado yuko vizuri katika afya, wewe umetetereka katika afya, basi anachokifanya ni kuendelea kuhudumia, lakini huko anaoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo nishati safi pia inalinda ndoa. Mmeelewa ndugu zangu akina mama? Nishati safi inalinda nini? Kuna sehemu niliwaambia matumizi ya nishati chafu. Kuna wanawake mkiwaangalia ni wazuri kabisa wa sura, lakini kwa sababu ya matumizi ya nishati chafu, hakuna namna matumizi ya nishati chafu yakazalisha sura nzuri. Matumizi ya nishati chafu yatapelekea uzalishwaji wa sura chafu, sura inayofanana na nishati chafu. Kwa hiyo nyinyi akina mama mkijiangalia, kwa wale ambao wametumia sana nishati chafu, ukiacha tu nishati chafu ukatumia nishati safi kwa muda miezi 6 au 3, na kama mwanaume wako alikuwa amesafiri kidogo kwenda kutafuta mali mahali, akirudi anaweza tena kutongoza kwa mara ya pili, ndiye yule aliyemwacha kutumia nishati. Kwa jina naitwa Kulthum Mohamed Sheikh, anatokea Kigamboni. Manufaa hili jiko ni nzuri sana kwa nishati, kwa umuhimu wa binadamu, kwa afya yako, kwa kila mwanadamu, na si wanawake wenzangu na kuhamasisha tufanye umuhimu kununua majiko kama haya, kwani kutumia kuni, vifuu, moshi kunahatarisha afya ya binadamu. Yana unafuu sana kupitia jamii. Tasnia yetu malipo yake ni madogo madogo, na unaweza kulipa kwa kidogo kidogo mpaka utakapomaliza deni hili. Kuna option nyingi ambazo kwamba unaweza ukatumia. Kwa mfano, kama una uwezo wa kulipa cash unalipa, una uwezo wa kulipa cash unaweza ukalipa kidogo kidogo mpaka pale deni lako litakapokwisha, huku ukiwa unatumia jiko lako. Na matumizi yake ni mazuri, yanatumia umeme nafuu zaidi kuliko hata mkaa, hata kuni. Kwa hiyo nawapenda kuhamasisha wanawake wenzangu, wa baba wa majumbani, waweze kutusaidia wakina mama kuweza kutufanyia wepesi katika majiko kama haya nyumbani.